Tutaendelea kufanya mazoezi mbalimbali. Nadhani wewe ni msanii ambaye leo hii umekuja katika usiku wa Mvuje. Unaweza kutuambia ni kwa nini usiku wa Mvuje? Unaweza kuona nini mkupanda usiku wa Mvuje? Yes, maana ya Mvuje rais wewe unajua. Hakuna maongezi kwenye hilo yani. Show imebamba, show imenyooka, show watu wakubwa Tanzania hii. Hakuna kama sisi yani. Unapoweza kutuambia wewe unapohisi usiku wa leo ni nini hasa kinachokukutanisha usiku wa leo? Ni kitu gani hasa kama wewe unaweza kufikiria? Jambo la kwanza tumezingatia utofauti wa show, title ya jina la show usiku wa Mvuje, ubora wa tamthilia yetu Kombolela. Nimesema mwanzo hakuna mfano, ni tamthilia pendwa kabisa Tanzania, pia hakuna mfano, na ndio maana tunasema Mvuje. Mvuje ni kinga, ni dawa kubwa sana kwa asili ya Kiswahili. Kwa hiyo hivyo mimi Dada Sumaya nimekuja kujoin na wenzangu hivyo. Kumsapoti Dada Siwa au sio? Kabisa. Wewe tutegemea mambo mazuri kutoka hapa leo Kombolela ndani ya usiku wa Mvuje. Yaani sio hapa tu, mpaka kesho yani. Amina. Asante sana. Tuendelee kuburudika. Haina noma. Basi mpenzi mtazamaji, nadhani mmoja kumsikia kaka hapa ambapo ametuelezea nini maana usiku wa Mvuje. Tutaendelea kupiga story na baadhi ya watu mbalimbali wakiwemo wasanii na watangazaji kwa ujumla. Kama hapa tunapiga story na wasanii wenzetu ambao wanafuatilia Kombolela. Jamani, ndugu zangu, habari dada. Hapo naitwa nani? Vanessa. Wewe sasa ni mwana mmoja katika tamthilia Kombolela. Wewe ni msanii wa tamthilia Kombolela. Unataka kama nani sio Kombolela? Sasa vipi tu. Nataka kuchangia ni mapenzi katika usiku wa leo wa usiku wa Mvuje. Tegemeni vitu vizuri kutoka kwenye Kombolela, ndio habari ya mjini. Kombolela ndio kila kitu, sasa hivi ndio tamthilia inayofuatiliwa na kila mtu. Yaani wababa wanaacha mambo yao mengine, sasa hivi hawachiti, wanarudi nyumbani mapema kwa ajili ya kufuatilia Kombolela. Unaelewa? Kwa nini usiku wa Mvuje yani? Unaweza kutambua nini maana ya usiku wa Mvuje? Unaweza kuhisi kitu gani yani? Usiku wa Mvuje ni usiku ambao uko tofauti kuliko usiku mwingine wowote. Yaani tegemeeni kuona vitu tofauti leo, siku ya leo. Usiku wa Mvuje ni usiku ambao ni tofauti na usiku mwingine wowote ule ambao ushawahi kutokea. Yaani leo vitu tofauti sana vinafanyika leo. Asante sana dada. Nashukuru sana na tuendelee kwa burudani. Asante. Mtazamaji, kama unavyoona hapa tuko na wasanii wengine kupiga nao story. Dada, habari kipenzi? Safi mama, pia maidia. Siku mambo yanaweza kupoa. Tegemea nini mloko katika usiku wa Mvuje? Tegemea mambo makubwa sana kwa sababu kama unavyojua sisi hatujapoa kwenye content. Tuko vizuri. Kwa hiyo tegemea kuona kitu cha tofauti. Unapohisi usiku wako wa leo, ni kwa nini tunasema usiku wa Mvuje labda katika usiku wa leo? Usiku wa Mvuje kwa sababu ya Waswahili au tamaduni zetu za Kiafrika. Hata mtoto anapozaliwa lazima afungwe Mvuje ili asiweze kuota ndoto mbaya. Kwa hiyo ndio maana tumeuita usiku wa Mvuje, unaenda kumgusa kila Mwafrika. Kwa hiyo Watanzania wategemea kitu gani zaidi na zaidi na zaidi ndani ya tamthilia Kombolela? Tamthilia Kombolela kiukweli ni tamthilia kubwa kama mnavyoona. Ni tamthilia ambayo yani inafanya vizuri kwa sasa hivi. Hakuna tamthilia yoyote Tanzania hii inayoshinda tamthilia ya Kombolela. Kwa hiyo tegemeeni vitu vikubwa, imani tumejipanga, yani tumejipanga mpaka basi. Sisi nikwambieje? Basi tupige kelele moja kwa tamthilia ya Kombolela. Kelele moja kwa tamthilia ya Kombolela wewe. Wewe piga kelele kwa Kombolela. Basi sasa mtazamaji, na mmoja kumsikia mchongo wetu ndio tamthilia ya Kombolela. Hapa pia tuna mwanadada mwenye tamthilia yake ambaye pia anafanya vizuri kwenye tamthilia ya Kombolela. Tunamsikiliza mambo mengi matatu ambayo kutuelezea kwa nini usiku wa Mvuje kubwa leo. Mpenzi, habari? Poa, kunyuma. Mambo vipi udongo wangu? Poa. Sawa. Asante. Mambo ni bulbul. Yaani mambo kama kawaida. Japo Malkia Mwanzo amekaharibika. Mwanamke mzuri ni mmoja dunia nzima. Dada, nimeiti sauti yangu ya baba. Unaona? Nataka kuambia ni kwa nini usiku wa Mvuje labda usiku wa leo. Usiku wa Mvuje ni usiku ambao unawakumbusha watu. Unajua kuna watu sasa hivi wanajifanya wazungu. Mvuje ni yule anaokupa mtoto. Sisi wa Tanzania jadi ni asili yetu. Lakini kuna watu siku hizi wanajishaua, wakati akimzaa mtoto
kadi yao. Mimi nimevaa Mvuje. Mimi kwa mtoto akizaliwa anafungwa Mvuje. Hata unasahau unaona hapa duniani wamevaa Mvuje. Kwa hiyo kuna watu wanajisahau, wanasahau jadi zao. Hii tunawakumbusha. Na ndio maana ni usiku wa Uswahili, usiku wa Mvuje. Kukumbushana tulikotoka. Unajisikiaje kuona Watanzania wameitika wito huu wa usiku wa Mvuje? Najisikiaje wewe ukiwa kama mshindi kwa tamthilia kubwa ya Kombolela? Mimi najisikia burudani, najisikia raha kwa sababu pia leo nitaperform hapa live. Unajua siku hizi mimi naimba mimi nitaperform hapa na nyimbo zangu 2-3 na kwa sababu najisikia raha. Unajua pia Kikala ni mtu wa watu. Mwanamke mcheshi, muda wote anatabasamu na roho yake. Mwanamke mwenzio anapopambana unatakiwa msapoti. Kwa mimi najisikia kuwa miongoni mwa watu ambao perform yani. Unaona mimi ni msanii mkubwa. Nimeamua kuingia na mimi kwenye muziki. Kwa nje ya maigizo nipo kwa kuimba. Bwana mimi nitaperform. Hiyo ni hatua kubwa. Unasema utaperform. Labda unaimba kitu gani au unaperform kitu gani labda? Unataka kutuambia? Mimi nitaimba singeli. Na singeli yangu. Singeli yangu inasema hivi, sio kwamba napenda umalaya, tatizo ukwilu. Unajua ukwilu ukikubana, unaweza ukatembea na mtu hata ambao kumtarajia. Wewe unapomwona mwenzio amezidiwa, kafanya mapenzi hata na mtu asioeleweka, usimwambie kwamba malaya, kazidiwa na ukwilu. Kwa hiyo nitaperform nyimbo yangu ya ukwilu hapa. Asante sana kipenzi, nashukuru sana. Tuendelee kuburudika. Basi mtazamaji, kama ambavyo unaona watu wanaendelea kuenjoy kwenye usiku wa Mvuje. Na bado unaweza kuona watu mbalimbali tunapiga story na baadhi ya Watanzania ama wananchi ambao wako usiku huu. Dada mambo. Sima pia. Sima. Naitwa nani? Wewe unajisikiaje kuwa katika usiku wa Mvuje kwa leo? Unajisikiaje kuwa katika usiku wa leo, usiku wa Mvuje? Nasikia furaha sana. Najisikia raha sana. Kama kwa upande wako wewe unahisi usiku wa Mvuje ni kitu gani yani? Najua kama wasanii wa Kombolela na naifuatilia kwa naipenda sana. Okay. Asante sana kipenzi, endelea kuenjoy. Mpenzi mtazamaji wa Mareka TV, nadhani huyu mtu mnamjua. Huyu nadhani mnamjua, si bila kusema ni Dani, si ndio? Jamani, nimeweza kukutana na Dani. Dani, mambo vipi? Na siku na maisha mengi. Najisikiaje Dani kuwa katika usiku wa Mvuje usiku wa leo? Najisikia vizuri. Alafu usiku wa leo mimi ndio host. Yaani najisikia vizuri. Najisikiaje unaielezea tamthilia Kombolela kwa upande wako? Tamthilia Kombolela kwa upande wako ni tamthilia namna gani? Na kukusaidia katika jamii. Yaani ukizungumzia sinema zetu, tamthilia ina kiki mjini ni Kombolela. Ina nini na watu, inapendwa na watu. Alafu ina mazuri ya watu, inafundisha hivyo. Tutegemea nini mazuri kutoka kwenye tamthilia Kombolela? Unavyohisi wewe tutegemee nini? Tutegemee nini mazuri kutoka kwenye tamthilia Kombolela? Mimi nilishawahi kukutana na Abduli, mkurugenzi wa Kombolela. Akaniambia, Dani, Kombolela yani mtacheka sana na mtalia sana. Yaani hiyo kauli yake ndio mpaka kesho kutwa. Ukiangalia Kombolela. Yaani mtacheka sana na mtalia sana. Hiyo ndio kauli ya Abduli, mkurugenzi wa Kombolela. Mtazamaji, kama ambavyo unaweza kuona, tuko na kina dada warefu kabisa. Nadhani na wao moja kusapoti jambo letu la udugu wetu dada Siwa ama Amina Kikoba. Dada mambo? Mzima. Naitwa dada nani? Naitwa Farida. Farida. Farida unatokea wapi wewe kwa maeneo ya Dar es Salaam? Ilala. Unatoka Ilala? Wewe unatoka Ilala mpaka hapo kwa ajili ya kumsapoti dada yetu dada Siwa. Unajisikiaje kuwa hapo siku ya leo? Nafurahi, naona vibe ya kutosha, tunasubiri tuone waje wa Siwa. Unahisi wewe usiku wa Mvuje kwa upande wako, unahisi wewe usiku wa Mvuje kwa upande wako kuna mambo mazuri ambayo unategemea, burudani na mambo mengine? Nataka nicheze tu. Nataka ucheze. Basi, hicho tu. Nataka kumuona leo ni nani? Nataka kumuona nani usiku wa leo? Mwadau. Nataka kumuona nani? Kwa nini
mashishu yake. Basi endelea kuenjoy kipenzi. Poa. Mtazamaji, bado tuna dada warembo, nadhani dada huyu unamjua ndani ya kamera. Huyu ni dada ambaye ni mwigizaji, lakini kwa sasa hivi kuna mtu tumuone. Dada mambo. Poa. Nataka kukumbusha tazama watu wa Tanzania, wewe unaitwa nani? Naitwa Sasha. Sasha, wewe unataka kukumbusha Tanzania unataka tamthilia gani hapa Tanzania? Yaani unaweza kukumbusha Tanzania ni tamthilia gani umetoka? Maana tamthilia yako inaonekana kama kicheko kwenda kwenye runinga. Okay, nimeshiriki tamthilia nyingi, siri za familia, Tunu, Lawama, Yolanda, alot nyingi. Kwa nini mbona una muda mwingi sana katika kuona na kukusikia? Ni nini changamoto yako ya kutokwenda katika tamthilia zetu? Hakuna changamoto. Hivi tu maisha yangu nimechagua kuwa hivi. Niamua sasa kuingia katika maisha mengine na sio mambo ya kuigiza. Kuna mbali ya kuigiza kuna maisha mengine pia. Kwa sijapenda tu maisha yangu ya expose watu wajue maisha yangu ya sanaa basi na pesa. Unajisikiaje wewe kuwa katika usiku wa Mvuje usiku wa leo? Kwanza sio vitu vyangu lakini na enjoy. Yeah. Labda wewe unaweza kueleza tu tamthilia Kombolela kwa kuondoka katika jamii na kukusanyika katika jamii mpaka kutoa muda wako kuja kuangalia kinachoendelea. Tamthilia Kombolela na kukusanyika katika jamii yako wewe. Kwanza ni comedy drama tuseme, sawa? Kwani nimezungumzia vitu vingi, hapo vitu vingi ambavyo ni vya Kiswahili. Na ndio maana unaona watu wengi wameshika kwa sababu wanapenda Uswahili. Tunaishi maisha ya Kiswahili. Kwa mbali na kwamba Kombolela ni tamthilia ambayo inaonyesha vitu vingi ambavyo tunaishi navyo. Sio leo Amina ameandaa jambo lake la Kiswahili na watu wameishika. Ni kwa sababu ya Kombolela. Kwa hiyo ina vitu vingi ambavyo watu wanavipenda. Ndio maana kuna jambo kama hilo watu wameishika. Kwa hiyo unaamini kwamba utaburudika na kuenjoy? Of course, hata kwenye na enjoy. Ni msanii gani ambaye unatamani kumuona na performance kwa leo? Performance pale juu sio? Kwa sababu kama kuona tunaonanaga sana sisi wasanii. Wote mimi na enjoy. Yaani hata ni inspire katika kuangalia katika Kombolela. Kaka wa taifa kabisa na kuinspire. Kabisa. Kwa nini kabisa labda? Kwa nini anakuinspire kabisa?